الحمد لله الذي بنى السماء فرفعها ونصب الجبال وأرساها وميز بين خلقه يهلك ويميت فعال بما يريد يرفع الجسى ويخفض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل منهم يتجاوزون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nidhamuni katika imani tumie fursa hii kuihusia nafsi yangu kama ilivyo pia niwahusia jirani katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah ni kutekeleza maamrisho yake kama ilivyo pia kuepukana na makatazo yake. Ni namna iliyo bora zaidi ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kufuata maelekezo na mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nidhamuni katika imani, tupo katika Ijumaa ya pili katika mwezi wa Muharram, na mwezi wa Muharram kwa mujibu wa taarifa yetu ya Biblia, tarehe ya Kiislamu ndio mwezi wa kwanza, na ndio maana namba inasogeka sasa kwa mwaka 1448 kutokea kwenye kusomeka 1447. Namba hii katika wakati huu ilipendeza isitoweke ile namba ya nyuma, ikawa bila ya kupatia mazingatio yoyote katika mfumo mzima wa maisha yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakushindwa kuwa na utaratibu wa kuacha mnaso ya siku, na mnaso wa siku ulikuwa umebaki katika hali moja, kwamba kuwepo mchana unaoendelea au kuwepo usiku unaoendelea, bila kupatikana mfumo huu wa kupatikana mwaka. Hivyo basi kwa kubadilika kutoanza kwa jua na kutazama kuingia kwa usiku na kupambaruka, tukatengeneza siku, hatimaye ikapatikana wiki, hatimaye ikapatikana mwezi, hatimaye miezi 12 aliyoripoti Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake aliposema kwamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra, hakika idadi ya miezi
mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni siku 12. Tena hiyo ndiyo katika ilmu ya Allah pekee pale alipoumba mbingu na ardhi, akakadiria mapito ya sekunde, mapito ya dakika, hatimaye kutengenezeka saa, ikakamilika siku, wiki, mwezi, hatimaye kupitia miezi 12 unakamilika mwaka. Kutokea mwezi wa Muharram mwaka wa jana mpaka kufikia mwezi wa Dhulhijja wa mfungo 3 iliyomalizika, tayari mzunguko ilitengeneza miaka miezi 12 ukaukamilisha mwaka. Ndiyo maana kutokea mwezi mosi Muharram, tarehe yetu ya Hijiria inausoma mwaka tuliokuwa nao 1448. Kwa nini tunalileta hili na kulikumbusha? Ni kwa sababu ya mazingatio yafuatayo. Tukiwa kama wanadamu, moja ya vitu ambavyo vinavyotudanganya ni pamoja ya mapito ya wakati na ukubali kurejea majina yake. Siku ya leo ni siku ya Ijumaa. Wiki iliyopita wale ambao tulijaliwa kuwepo ndani ya msikiti huu, mtaiona kwamba kila mlioswali iliita swala ya Ijumaa. Aidha ambayo kwamba yawezekana yeye kama mimi alisalia nje ya msikiti huu, lakini swala aliyoswali ni ya Ijumaa na siku iliita tena Ijumaa. Lakini kama ilivyo kwa wakati huu, tukiwa katika muda wa saa 6 kuelekea saa 7, inawezekana kwenye kidogo hapo nyuma paliita saa 6. Kwa jana pia wakati jua linafanya safari yake ulifika wakati uliita saa 6, lakini wakati ule sio saa 6 ya leo. Inapokurudia tena jina lake, inawezekana ikatengeneza udanganyifu fulani kwa kuona kwamba kama ulipita ule utakuja, inawezekana saa 6 nyingine kesho itaipata. Kama ulivyo udanganyifu wa siku na saa, ndivyo uwavyo udanganyifu wa mwezi. Kujirudia tena mwezi fulani kwa namba yake baada ya siku fulani kupita katika mzunguko wa mwaka. Lakini tukaambiwa moja ya namba ambayo inaweza kumtanabaisha na kumzindua mwanadamu kwamba wakati haurudi nyuma, na kila siku moja ulionayo sio ile iliyopita. Siku zimesafiri na zimeondoka, ni namba iitwayo namba ya mwaka. Tarehe 2026 ya miladia kuna 2025 iliyotoweka. Ndivyo sisi tulikuwa tukisoma mwaka 1447 watu walipiji katika mwezi wa mfungo 3. Hatimaye sasa hivi ukisikia inatangazwa tena ibada ya hija na kumbushwa tena uwepo wa Ramadhani, litakuwa ndani ya mwaka 1448. Namba ile iliyotoweka ya mwaka iwaga ni namba isiyorejea tena katika maisha yake. Yaani tukaendelea kuishi, tukaendelea kuwepo, tukaendelea kukaa, itafikia siku humo inasema tena yetu leo mwaka 1447 kwa mujibu wa masiku yaliyozunguka imerejea tena, kama ilivyorejea Ijumaa au ilivyorejea jana Alhamisi kutokea Alhamisi iliyopita. Jambo hilo liwaga alitokei kwenye mzunguko wa mwaka. Hivyo basi inapelekea mazingatio kupitia mwaka yawe ni makubwa zaidi kwa mtu kuliko katika eneo lingine. Hili akizindua Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba huwa alladhi jaala shamsa diyaa katika surati Yunus. Mwenyezi Mungu anasema yeye Allah ndiye ambaye alifanya jua kuwa ni lenye kutoa mwangaza, yaani pale linapochomoza akuangazia. Tunaona saizi hatuna uhitaji wa taa, hatuna uhitaji wa nishati yoyote ili tuweze kuonana, na wala hakuna taifa ambayo linalipia gharama ya mapito ya jua. Mwangaza huu akautangaza ameitengeneza yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa uumbaji wake. Lakini walqamara nura, na mwezi nao ataifanya iwe na nuru. Hapa litalipatia tulijiduala lililokamilika na siku 14, lakini akasema waqaddarahu manazila. Lakini sivyo kwamba mwezi akaukadiria vipimo vyake. Utaona unaanza ukiwa kama Upinde,
unaenda ukija taratibu kukamilika katika mwezi 14, hatimaye utaelekea tena kulitimiza duara lake na kurudi tena kama vile ambavyo ilivyoanza mwanzo, kama ilivyo alivyotaja mwenyewe kwamba hata ada kama uruduzi kabisa. Haya Mwenyezi Mungu ameyafanya na mtindo wa kuchomoza kwa jua na kuzama, lakini kuingia usiku kuangaza na nuru ya mwezi, na mwezi wenyewe akaupitisha kutoka hatua kwa hatua ili kutofautisha siku. Akasema kwamba litaalamu adada sinina walhisaba, ili upate kujua idadi ya miaka, lakini pia na hisabu. Hata ile hisabu ya umri wako ni kwa sababu kuna siku moja iliyochomoziwa na jua, au siku moja iliyozaliwa na jua, ndio wewe ulizaliwa. Kutokea pale safari za jua na mwezi zikiendelea, zitaenda kukutengenezea taarifa yako. Sasa hivi ndio unafakarisha kwamba nina miaka 40, sasa hivi ninajifakarisha nina miaka 45, yule anasema ana miaka 50, yule anasema ana miaka 60. Ulizaliwa kwa sababu ya hii safari ya jua na mwezi, ukajitengenezea tarehe yako na ukapata mahesabu. Lakini mahesabu haya Allah subhanahu wa ta'ala alitaka tuekuze, uendelee pia kuhesabu kwa maana ya kujikagua nafsi yako, uendelee kuhesabu kwa maana ya kujikagua ulikuwa wapi, uko wapi na wapi unaelekea. Uendelee kuhesabu hata kwa kutafuta ile mwaka uliozaliwa, alafu rudisha nyuma kwamba miaka miwili nyuma ulikuwa wapi, ukihesabu ule mmoja ambao labda utasema ndio ulikuwa pembeni kwa mama yako. Baada ya hapo utakuwa unapata mwelekeo wako, utaelekea unyenyekevu kwa Mola wako, na hata aina ya mahusiano kati ya wewe na wenzako yanaweza yakawa mazuri. Kwa umuhimu wa safari ya jua na mwezi kumtengenezea umri mwanadamu na hatimaye kupata umri mkubwa, na mwingine ataitwa kijana, mwingine atawa mzee mkongwe. Akatutaka Mwenyezi Mungu hata safari hii usiitanie inaenda sana, bali ni safari inayoenda kukatika na wala hakuna mtu atakayekaa muda mrefu. Hatimaye Mwenyezi Mungu akatukumbusha hata kule tulikotoka, akasema kwamba falyanzuri linsanu mimma khuliqa, na atazame kwa mazingatio mwanadamu kutokana na kile alichoumbiwa. Maana mwanadamu aliyetolewa hapa mpaka afanye mtazamo wa kifikira, yule tayari kashapishi miaka kadhaa katika dunia na akili tayari zitakuwa timamu. Yawezekana zikampelelea udanganyifu, akumbuke hata pale ambapo namba ya umri wake haisabiani yake kule alipokuwa mwanzoni kabisa anaanzisha. Ama anasema hulika limmari mdafiku, hivi awali hivi sasa kwa sababu ya kuzunguka miaka atajikuta alipoanza alienda kutokana na maji ya kipayo ambayo yakhruju min baini sulbi wattara'ibi, yanayotoka kutokea katika mgongo wa baba kama ilivyo na mapafu ya mama. Hili Mwenyezi Mungu alitukumbusha hili kwa sababu safari ya miaka wakati mwingine imetutengenezea udanganyifu. Moja ya udanganyifu ni kujirudia kwa masiku, lakini mwingine katika udanganyifu miaka ikisonga na bodi ya mwili ikawa kubwa, inawezekana kuna vyeo vimejitokeza, kuna mamlaka zimejitokeza, kuna aina ya majeruhi ya watu ambao wanatuheshimu. Hatimaye ukajisahau kwamba jua na mwezi vinalisafiri, pia mbele kuna kitu kinatumika katika yangu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhadharisha, akasema kwamba amali ummati ma baina 60 ila 70, umri wa watu wa umma wangu kati ya miaka 60 na mpaka mwisho ya miaka 70. Na akasema wachache sana katika hao watakaovuka, kwa maana ya kwamba hata ili kundi tuliozo hapa katika yetu na mikusanyiko mingine ya umma ambayo sasa hivi ndio yakusanya wenzetu, ikiwakusanya na ukahesabu watu waliovuka namba ya miaka 60 kwenda 70 kuhamia juu itakuwa wachache na wengi wao watakuwa chini. Hii tulikuwa ni kutengeneza kwa kikundi kwamba jua na mwezi zinatengeneza mfumo wa kutokea namba ya siku, namba ya wiki, namba ya mwezi, namba ya mwaka. Namba ya mwaka ni namba isiyobadilika tena. Miaka ilisomwa 1447, miaka sasa inasomwa tena 1448.
Ili nadhani mpaka namba ngapi mimi na wewe itakuwa hatima yako, ikiwa hautazidi miaka 60 au miaka 70. Hivyo basi kupitia mabadiliko haya ya mwaka, kama ni sherehe za mazingatio kwa Waislamu, ni kuona umeingia kwenye namba ambayo imekuthibitishia kwamba umri wake umesogea, imekuthibitishia kwamba maisha yake yanaenda yanamalizika, na haisogei umri wake utaendelea kuwa imara katika mfumo wa mwili wake na maisha yake, bali kadri ya mwili wake unavyosogea na umri wake unasogea, na ndivyo udhaifu mbele unaenda kutekelezeka. Allah anasema, waman nuammiruhu nunakkisuhu fil khalqi, yeyote yule ambaye kumpa umri mrefu au ni mwanadamu, kitu chochote kilichowahi kupewa muda mrefu kupitia pale kupitia kwenye upya wake, basi fahamu mbele tunaenda kutupa mapungufu, tunaenda kutupa madhaifu katika umri wake yote. Kwa nikajua kwamba ulivyokuwa na miaka 30, ulivyokuwa na miaka 25, ulivyokuwa na miaka 15, tofauti na haya yanayojitokeza hivi sasa wakati umri wake unasogea. Kama kuna sherehe kubwa kwa Waislamu ya badiliko ya mwaka, ni mazingatio ya kuzingatia wapi nilikuwepo, wapi nipo na wapi niendapo. Itakutengenezea mfumo mzuri wa mahusiano yako kati ya wewe na jamii yako, kama ilivyo itatengeneza mahusiano mazuri kati ya wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe elimu yenye baraka ili kuambatana na matendo yaliyokuwa mema. Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yadkhulu al-muttaqin فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيد المعجزات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المناقب العاليات. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tunamwomba katika imani wa kumalizia hotuba yetu ya pili, niendelee kuhusia nafsi yangu kama ilivyo pia kuhusia ndani katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekumbushana kwamba tuko ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Haukuwa maarufu kwa sababu ya kukosekana na sherehe na kujawa na mazingatio kwenye mwaka wao, na pale ambapo unaingia mwaka sherehe, kuchuma matairi, kuchuma nyumba za watu, kukaa kingi, ulevi, ni alama ya kujirafirisha na kujiondosha katika mazingatio ya aliumri unasogea. Kwa hiyo ukiwa na utulivu wa badiliko la mwaka huu ni kwa sababu mwaka huu wa Hijiria yenye nisba ya uhamaji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokea Maka kuelekea katika mji wa Madina Munawwara, sehemu kubwa unatakiwa kufanya mazingatio ya ziada ya umri wako, ya ziada ya mabadiliko yako, ya ziada ya majukumu yako, kwa sababu kila namba ya mwaka ilivyohama
inambadilisha mwanadamu kutoka katika jukumu moja kuelekea katika jukumu lingine, kutoka katika uzima wenye nguvu kuelekea katika madhaifu, wakati mwingine ni kuondoka duniani na kuelekea akhera. Kwa hivyo itapelekea namba hii imebadilika, haina shangwe na mpigo, kwa sababu sehemu kubwa inayotakiwa ni kuitazama ziada hii na mimi nilizidisha nini katika maisha yangu. Ila mimi miaka hii inaondoka na vitu vingi sana, ikiwemo haya niliyoyagusia: afya za watu, uimara wa watu, wakati mwingine vyeo vya watu, lakini pia mwaka husafiri hata na thamani na vitu. Mtaona kuna wakati fulani kwa hiyo miaka iliyopita yawezekana mtu kwa mchango wa shilingi 1,000 alifanikiwa wakati mwingine kuyafanya mambo mengi makubwa ya hayo ambayo yaliyotakiwa kupitia mchango huo. Na kama ilikuwa sadaka ya msikitini, yawezekana ilipaua, yawezekana ilijenga, yawezekana ilifanya matukio mbalimbali. Lakini mnafahamu kadri ya miaka iliyosafiri ndiyo pakapelekea kwamba hata thamani ya 1,000 igeuke kwamba hivi sasa wakati mwingine tofali moja unashindwa kulikamilisha kwa ajili ya ujenzi wa tukio la kheri ya nyumba ya kheri ya msikitini. Hili wanafalsafa wanasema, ukiona miaka inasafiri, kwa kuwa ni jua na mwezi vinachomoza na kuelekea kuzama, basi fahamu, wanasema maana albaqaa takallubu shamsi, kumezuia vitu kuendelea kubaki katika hali moja katika ulimwengu huu, huku ugeuka kwa jua. Imesema jua kila likichomoza na kuzama, ukapatikana usiku na mchana, kuchogea safari hatimaye ikapatikana siku, wiki, mwezi, miezi, mwaka. Hii hali anasema imezuia sana vitu kuendelea kubaki katika hali moja. Leo kuna aina ya usafiri fulani, zamani ulimpatia mtu heshima kubwa, wakati mwingine hata yule mdani wake watu wote wa mkusanyiko ule waliona ni kitu cha thamani. Kaja na gari mjengo ya chura, kaja sijui na aina gari ya hivyo. Siku hizi wakati mwingine mmiliki wake kama atajaliwa kuendelea kuwa nayo, hata kumpaki mbele za watu anaona ni kitu ambacho hakina maana yoyote. Na wakati mwingine mtu wapewa zawadi na zawadi ile asione ya thamani, kwa sababu wakati wa miaka iliyozunguka imekipotezea kipindi cha thamani. Jifunze thamani hizi wakati zinatoweka, na hivi tulivyo navyo kwa wakati huu unawezaje kuvitengenezea thamani, ila hali 1,000 itakuja kuwa ni hela kama shilingi, huenda hata matumizi yake yasiwepo, itakuja kwa 10,000, itakuwa kama 1,000, matumizi yake yatakuwa ni ya kitu kidogo sana. Hivi sasa ikitolewa noti ya 10,000 inaonekana ina thamani, na ile hali ikitolewa noti ya shilingi 50 nyekundu ya zamani ikiletwa hapa haina thamani kwa sababu ya miaka imepita. Je, hili unaweza ukajiandaaje na ile hali ukali imesimama kwa maana albaqaa takallubu shamsi, kwamba kumezuia vitu kuendelea kubaki katika hali moja, unapogeuka kwa jua baada jua linachomoza na kuzama, vitu katika dunia halibaki hali moja maadamu miaka inaenda kupinduka. Leo baskeli wakati ni kitu cha thamani sana kwenye maisha ya watu humu. Shirika hii na miji mingine katika miji ya Tanzania na nje ya Tanzania, inawezekana kuna mji fulani yalifuatwa kwa ajili ya kuwazima baskeli kwa ajili ya mgonjwa au mjamzito, au yawezekana baskeli ilitumika hata kubebea maiti, kumtoa mahala kumpeleka mahala. Kwa ukarimu aliyowahi kufanya kwa watu wa familia fulani, baskeli yawezekana hivi sasa yaonekana kote, ekonoksi yake ipo katika stoo yake, lakini baskeli ile imeendelea kumwekea hazina katika akhera yake, lakini imeendelea kumwekea hazina katika dunia yake. Familia fulani itamheshimu, itamhesabu kuwa ni mkarimu, na itamhesabu kuwa ni mtu wa maana. Pamoja mwaka ule mpaka mwaka wa sasa nchi hii bila thamani, lakini kwa tendo lililotendeka, na wakati mwingine yapewa taarifa kwa mama yako wakati anataka kwenda kujifungua kuzaliwa wewe, baskeli alituwazima mtu fulani, huyu kijana mpaka leo ataona mtu yule wa maana. Au inawezekana alifariki ndugu yako,
baskeli aliyokuwa zima mtu fulani, ili mtu ataendelea kuonekana ni maana na mwenye thamani katika jamii yake. Miaka imekwenda, kwa kile alichokitenda kimembadilishia thamani na heshima kwake na familia yake. Hivyo basi, ikiwa safari kama hii ya miaka, wanasema ili kujipatia thamani kabwa katika muda niliokuwa nao, ni kitu gani cha thamani nikikitenda ambacho kinapokelewa? Sababu sasa hivi kama itatangazwa sadaka hapa, alafu baadaye mtu akaja na noti ya shilingi 50 kama alihifadhi kwenye akiba zake, wengine wanajua kutunza pesa za zamani, lakini hakuileta, itakuwa haina maana yoyote. Wakati hii noti ya shilingi 50 kuna wakati fulani ilitoa sadaka, ilikuwa inawezekana labda ikanunua mabati 5 ya msikiti fulani, kwa sababu kuna wazee wanapitalia nyumba zao, inawezekana shilingi 300 tu alikamilisha mabati yote. Kama hivi kuna baadhi yao shilingi 100, 200 wameongea wake zao. Basi wakati miaka inasafiri, kitu cha muhimu sana ni wewe kutumia kitu cha thamani katika wakati huo. Lakini mazingatio ya mwisho tuyatoe kwamba miaka hii, hata kama itajaliwa kupewa ile namba kubwa inayoheshimiwa duniani, wazee wengi humu wanaitwa ni wale wenye umri wa miaka 60. Mataifa mengi imewatambua kwamba hao ni wazee na wanapaswa kupewa stahiki za wazee. Umri unaonekana ni mkubwa, lakini umri huo ukikalkuleti kwa mfumo wa maisha ya mwanadamu unakuwa ni namba ndogo sana katika maisha yako. Mmoja katika wanachuoni aliandika akasema kwamba walau yaasha lifata 60 aman fanisfu lumri tabahu billayali wanisfu lumri yadhahabu laisa yadri bighafatihi yaminan min ashimali wanisfu lumri asqamun wa shaybun وهم بالارتقاء والانتقال فحب المرء طول العمر جهل وقسمته على هذا المثال. anasema kwamba walau yaasha alfata 60 ama, lau mtu atajaliwa kuishi kwa umri wa miaka 60, lau kijana alitajaliwa kwa sababu ndio eneo la kupenda sana maisha, atajaliwa apewe ile zawadi ya miaka 60, anasema kwa nisfu umri tabahu billayali, afahamu kwamba nusu ya umri wa miaka 60 itakuwa imeteketezwa na mausiku. Kwa maana kama unataja una miaka 40, ukumbuke kuna usiku na mchana, kuna sehemu kubwa ililala. Kwa hiyo kama miaka 60 utaondoa 30, itabakia 30 na bado inabaki kuwa salama. Anasema pia wanisfu umri yadhahabu laisa yadri bighafatihi yaminan min ashimali, na ndani ya miaka 30 ya mtu kama utaigawanya utaipasua, utaona kuna nusu imeondoka aliyakuwa hajitambui kwa kule kutojua kwake vizuri, amekulia na kuchoto ni kwamba lipi zuri na lipi baya. Katika maisha ya kijana kutokea mwaka mmoja mpaka 15 tunawajua. Wakati mwingine rafiki zake anaocheza nao mpira, rafiki zake wale ambao wanaocheza nao gorobi wana maana sana kuliko yeye unayemsomesha, kumlisha na kumsaidia. Kwa hiyo kuna miaka kama 15 nayo imetoweka, inakuwa hujitambui vizuri, inabakia tena 15. Anasema wanisfu umri asqamun wa shaybun wa hammun biltihali wa intiqali. Na huyu mwenye miaka 60 naye ukenda utapasua hiyo miaka 60 kwa kurudisha 30, 30 unarudisha 15, na 15 naye itakuwa imekubwa na nusu yake mtu ni lazima aliumwa. Wakati mwingine alipofika umri fulani ukaingia unyongefu wa mzee, mambo yamebadilika, sio yale ambayo yalikuwa ujanani. Sasa hivi masikitiko ni mengi na majuto ni mengi. Udhaifu naye, hakuna mwanadamu anayeishi pasina kuumwa, hakuna mwanadamu anayeishi pasina madhaifu. Kwa hiyo inakaa kwa siku za huzuni, ile kupitia dunia hujui jua linazama wala jua linachomoza, naye inapasuliwa kutokea 15 inabakia 7.5. Ikiwa mtu aliyeishi miaka 60 anaonekana kama ana miaka 7.5, yawaje kijana wa miaka 30, kijana wa miaka 25 unasema utakuja kufanya ibada baadaye, wakati ukikagulia umri wako wa kiharakati inawezekana ni miaka 2 au 3. Hiyo akiitumia vyema mwanadamu inaweza ikamtengenezea dunia yake na akhera yake, na miaka hiyo inaweza ikamtia katika maangamizi ya dunia na maangamizi mabaya zaidi ya milele na milele
eti kwa miaka 3 au 4 ambayo kiharakati wanasema ndio ilitumia katika dunia hii. Hivyo basi niwakumbushe, namba ya mwaka imebadilika kwa mujibu wa tarehe ya Biblia. Mimi na wewe una aina gani ya mabadiliko ambayo yatakuwa yamekutengenezea uzuri? Na kama namba za mwaka zinabadilika, fahari yako ni kuamkiwa, fahari yako ni kuwaita watu watoto, wanasema fahubbul mar'i tula umri jahal. Tunapenda mtu kupenda umri mrefu tu usiokuwa na manufaa yoyote. Hii ni udhaifu wa kufikiri. Wakastamtiru ala hadha almithali, na huyo mwanawachuo anasema umri umeujawa kwa namna hii kwenye miaka 60. Ukimkalkuleti wakati mwingine bunge alifanya harakati na kuangaika kwa miaka 7 tu na nusu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba atupe umri wenye baraka, umri wenye manufaa, na atufundishe iliyokuwa mema.